Leo ndio usiku wa dunia wa mtangazaji wa daraja ya dunia ni kubwa sawa na zile za kimeo wa sherehe yote kwa kwanza ni kwa mbele zenga kati dezi marhaba wanzani watukufu wekao leo ngamtsauza ilimru dungeze nyakati dezi zo harma ye Comores réalité chaîne libre de Comores riwonesa haundo ya ukaya leo ndio usiku wa dunia wa mtangazaji daraja ya dunia ye Comores sawa na zile za kilemwengu wa sherehe hiyo usiku mahsus usiku mashhur bila shaka na inde maana waikao leo gari zao za dakika zinu za nyakati zinu hawajau العرف منها جلو usiku wa dunia leo ni usiku wa dunia wa mtangazaji injabu yakaye Comores sana zenzi za kilemwengu usiku huu nguo daraja hii ndio maana ila usiku huu amande hili nao unusikikao raranza bakarijanza unusiku ikaungu wa furaha abo kwa watangazaji wahungu wakati watekeleze mahoza hao watangazaji kao ndo angalia armansi jana na bahindu zwadungu kiasi ya watangazaji majana wa ulawafu wafarmazi kodo wafo harumwe makafa wafo harumwe hazi hao unaelewa kweli yani na hunu wao kwatine nafasi ya parsaze kweli zambe maraia na ikawa lazima watangazaji wanu washangiriwa kwa lazima kwa nafasi cha itidezira mwenzi unaelewa na hunu mtangazaji ngehama mngu ya vurizo harma msiru wahiza genezi gashamro kwanza unishie dunia yaone mahana mne dunia endao donc izo risku kama sina utangazaji kama sina yesha hizo na tuhamba au nafasi yana ukae watangazaji wanu na julu kama sina masudiano kama sina ndelo ya hayati. Assalamu alaikum. Message madhubuti wajitekeleza hususan usiku mashhur hamadu message ndo kamtangazaji erodi ya hahe erodi ya hahe ufanye hazi hapo kudiranja wa mdungao ukundo walona ezi bunuikwema kaulu walioitwa tabi hao unaelewa il travaille pour le peuple il doit la parole au sans voix et contrôle ceux qui en ont le pouvoir ndasikiri mndashangaziwa tangazaji kutufanya hazi sababu ni daula kutufanya hazi sababu ni zamana serikali kufanya hazi heraia sababu ni raia unikeraia za kweli. Assalamu alaykum. Marhaba menji elarif minhaji holiho hurikubalia makatiano harmabandi za dakika na sekunde wikao leo wandu wadhukuru mbabi usiku ya ukaya itarhinu unu do usiku wa dunia wahi mtangazaji wekao ye Komoro sawa nezensi za kilimwengu wa usherehi yode maana wekao leo ngamonao watangazaji wahi wajuha wa mziani wajuha wa uhoparegi ili kuonesa ya ukaya unu usiku mahsusi unu usiku wekao muhimu itarhindaru yame do usiku wa dunia wa mtangazaji
Gamwishio bandi Gamdungao bandi ya mashanile wekao watangazaji ngwa ya Bukuru ze dakika nesiuso bandi ya riroha yapo plus kartalari kauchilia bila shaka uharma eshiwanza sha uhuru kamalanda wekao sikanzo ujikumba banu haidi mwaha ili huonesa henamna wekao zihazi za hasu nezendilawi nuku Bukuru henamna wekao warudu walio banu wasimani tupatu wansani wenzibao za kimatangazo za weka lao leo ngamri wanao za nyakati ndezuizo weka leo ngamstahimili yao ili mridunge wafanya nai ala kulli hal wasiri harmai siwanda shauhu alikao nuhuru wa isiaswale abegenda umesina ya hapo siwame kwa karisi abegenda kwa lazima huwe ki harmai dunia mtangazaji marehemu ayande isikao yaonao yambe isikao yafikiri abengeri kalfarao wakomor walihiminie hojimiku hao wadosherehi oranza okanasisi watangazaji wahensinu serasongeza hensinu ilohelimu wakanasehita organizador, cantor,
wache waoneshe vikao viwasaidia utawala usiku wa leo nafasi hao watawanikuze ambaye seremoni hakimu ama mzee wa hatu helo ikawo yekarivansi hainu siku tukabazima naye vanu kundu watu welarisu kawa mbumbuhasi wahe matangazo yanu nano wadungawo pia ngaru wabeshelo marhaba koliwo ndo mjitekelezo hao vanu pia sherehi bazima usiku muu wahe matangazo kazuwaka suba male awori hana deklarasyon yawe diskuru ihanzima amnanga kuhenda na onesa mavi rikukuze wamikao wa hishimu usiku wa leo na ikalamando wa hishimu ya sendika leo lo sendika loba abonge betina ula wakati ngamjoni ka president ye mkoinu yafanye ya declaration Bismillahirrahmanirrahim. Chers collègues, amis de la presse, membres de la société civile, chers assistants, assalamu alaikum. Ce jour où le monde célèbre la journée internationale de la presse, de la liberté de la presse, les Français vont en priorité à nos confrères palestiniens tombés sous les bombes. Journalistes ont été tués dans la bande de Gaza par l'armée israélienne, dans le silence assourdissant d'une communauté internationale paralysée par toute inaction. Au nom du syndicat national des journalistes comoriens, nous vous demandons de bien vouloir observer une minute de prière pour que Dieu leur accorde son pardon et les accueille dans son vaste paradis. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Merci et la paix leur soit légère, Inch'Allah. Mais nous n'arrêterons pas là. Le syndicat exige que Reporters sans frontières, la Fédération internationale des journalistes, la Fédération africaine des journalistes et toutes les instances professionnelles se mobilisent davantage pour faire pression sur les institutions internationales. Nous réclamons des lois plus contraignantes pour la protection des journalistes,
et surtout que les criminels qui assassinent nos consoeurs et confrères soient poursuivis et jugés. Nous demandons également la libération de toutes et tous journalistes emprisonnés en Afrique et dans le monde. Chers collègues, les Comores ont perdu 4 points cette année par rapport à l'édition 2024 et occupent la 75e place. Selon RSF, ce n'est ni une chute drastique, ni significative. Elle s'explique principalement par 3 facteurs. La baisse de 5 points du score économique du pays, qui montre que les conditions économiques du secteur se sont légèrement dégradées l'an passé. La baisse de 4,9 points du score social du pays, qui montre que traiter de certains sujets sociaux reste difficile. La fluctuation des scores des autres pays qui explique généralement les légères baisses ou la hausse d'autres pays dans le classement. Chers collègues, cette année, le thème retenu est informé dans ce monde nouveau, impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias. L'intelligence artificielle offre certes des opportunités majeures pour les médias. Elle permet aux journalistes de gagner en efficacité, de se concentrer sur l'analyse de fond et d'élargir leur audience grâce à des outils intelligents de diffusion. Mais elle peut aussi menacer la liberté de la presse avec la production massive de fausses informations. Dépendance technologique croissante. Elle peut accentuer la désinformation et fragiliser l'indépendance éditoriale si elle est utilisée sans éthique ni régulation. Chers collègues, souvenez-vous, l'année dernière, lors de notre journée, on espérait malgré tout que l'année se terminerait sans interpellation, ni garde à vue. Ce fut un vrai tueux. Notre confrère Abdou Mustafa a passé une journée et une nuit en garde à vue, dans une affaire qui aurait dû être réglée par le CNPA. À quoi sert donc d'avoir une instance de régulation si, à la première occasion, c'est la gendarmerie et la justice qui prennent le relais? Le syndicat national des journalistes comoriens affirme clairement, lorsqu'un journaliste est mis en cause dans son travail, c'est au CNPA d'intervenir, pas à la justice. Nous saluons cependant le travail accompli cette année par le CNPA, sous la présidence de M. Abou Kalibana, notamment pour l'attribution de la carte professionnelle. Plus d'une centaine de cartes délivrées, un pas dans la bonne direction. Mais ce progrès aura de sens et si les autorités politiques, judiciaires, sécurité institutionnelle reconnaissent la valeur et la portée de cette carte et que le gouvernement accorde des avantages aux journalistes en termes de cette carte. Chers collègues, le moment est venu d'interpeller le gouvernement car il fait pour répondre à la presse privée. Rien. Depuis plus de 17 ans, cette revendication légitime reste lettre morte. Aucun gouvernement depuis 2009 n'a eu le courage d'y répondre. Pourtant, on exige de nous un travail professionnel, impartial et rigoureux. Et avec quels moyens? Avec quels moyens? La vérité, c'est que la plupart de nos confrères de la presse privée ne touchent pas de salaire. Et oui, ils vivent de pige. Le frais de déplacement de 3 000 francs offerts lors de conférences de presse. Voilà leur frais de tenue. Voilà ce que leur permet de nourrir leur famille. Et malgré cela, on leur demandait de quitter notre charte. Le syndicat national des journalistes comoriens dit stop à cette hypocrisie. Oui, c'est un dérapage qui existe. Et nous ne les exigeons pas. Mais comment peut-on faire du journalisme éthique et indépendant quand on vit dans la précarité absolue? Il est temps que ce débat soit posé ouvertement et résolu concrètement. Nous demandons avec insistance que le gouvernement et l'Assemblée nationale développent enfin le protocole à la presse privée. Que le salaire des journalistes et médias publics soit revalorisé à la hauteur de ce corps de métier de la fonction publique.
Pourquoi un enseignant avec une licence touche-t-il plus de 120 000 francs en tant qu'un journaliste avec le même diplôme peine à atteindre 80 000 francs? Pourquoi cette injustice? J'interpelle directement la ministre de l'Information, ancienne journaliste, pour qu'elle mette fin à cette discrimination. Nous exigeons un traitement égal, une reconnaissance complète de notre rôle dans la société. Cette année, les Comores ont perdu quelque place dans le classement des recettes. L'année dernière, les professeurs frontières avaient souligné que les médias comoriens viennent à être rentables, ce qui fragilise leur indépendance. Les subventions d'État vont encore aux médias publics et proches du régime, alors que les médias privés ont bien souvent du mal à rémunérer leurs journalistes, ce qui contribue à alimenter l'information partisane et rémunératrice comme le reportage. Dans ma déclaration de l'année précédente, j'avais demandé enfin l'application de l'article 55 du Code de l'information qui prévoit que l'État accorde une aide aux médias privés dans le but de promouvoir le pluralisme, la diversité et l'équilibre de l'information. Chers collègues, le syndicat national des journalistes comoriens est plus que jamais debout, vigilant et combatif. Nous n'accepterons plus que les journalistes comoriens soient les oubliés de la République, les victimes silencieuses et les mépris institutionnalisés. Notre combat doit continuer. Nous demandons également l'organisation de formations de recyclage pour les professionnels, ainsi que des formations destinées aux jeunes qui embrassent ce métier. La presse doit être soutenue afin de pouvoir financer ces formations indispensables pour garantir un traitement équitable de l'information et pour assurer le respect de l'éthique et de la déontologie journalistique. Nous dénonçons fermement la censure et les intimidations dont sont victimes au quotidien les journalistes exerçant dans les médias publics. Ces pressions poussent malheureusement certains à s'autocensurer par crainte de licenciement par leur direction. Concernant la mort, dans des circonstances troublantes de notre premier président du syndicat Ali Abdou, la justice comorienne reste toujours silencieuse, ce qui ne fait qu'accentuer nos interrogations et nos inquiétudes. Nous continuons à croire que si ce décès est de la cure et de cause naturelle, pourquoi la justice ne s'emprunte pas à le démontrer de manière claire et transparente. Ce silence alimente le doute. Il suscite des questionnements légitimes, tant au sein de la famille du défunt que parmi les membres du syndicat. Demandons à la justice, tout comme on l'a vu, nous l'avons demandé au président de la République de se pencher sur cette affaire. Il est impératif que toute la lumière soit faite sur les circonstances du décès d'Ali Abdou. La vérité doit être connue, non seulement pour honorer sa mémoire, mais également pour restaurer la confiance dans notre système judiciaire. Chers collègues, avant de conclure ma déclaration, je tiens une fois encore à saluer le bureau précédent du syndicat, dirigé par notre consoeur Peter Souleyson, pour le travail remarquable accompli, notamment la mise en place des cultures de santé au produit de nos adhérents. Je vous demande d'abord de les applaudir. Grâce à la générosité de nos sponsors et au soutien de certaines localités de notre pays, mon bureau a pu Dieu merci maintenir cette rituel. Saisissons cette occasion pour remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont contribué financièrement, logistiquement ou moralement au maintien de cette initiative précieuse. C'est pourquoi nous avons décidé publiquement de rendre hommage à l'équipe de Faïza Souley Youssouf en leur remettant des attestations de reconnaissance, témoigneront à jamais de leur engagement, de leur détermination pour le bien-être des journalistes et du syndicat. Pour clore mon intervention,
Et puisque c'est ma dernière déclaration à l'occasion d'une journée internationale de la presse, à part le président du syndicat national des journalistes comoriens, je tiens à souhaiter plein succès à celui qui va me succéder le mois d'avril 2026. Vive la liberté de la presse au Comores, en Afrique et dans le monde. Vive le syndicat national des journalistes comoriens. Je vous remercie. Merci, Président. Merci. Armadamente, Monsieur le Président, Maria la Sabina Bonetta, Osmano Suprazmatu, na amiga da presa, Caô, hoje eles vão sair a Wakili wa Kamanimuni, Dirigunda wa Afrika, Isiyokuona, Yana Mzewatu, Monsieur Chris, Zamani wa Ekomite Maore, anafundi watu, Monsieur Dalil, Caô, Wanua, Kurumanu, Wakankazi, Sikuna Maleu. Pamoja na kati yanu, sisi la waisendika, wanana swatri, ndio ya fanye jindiso. Lugha ya Shikomoro, ila mtaikao, Monsieur le Président. Wanakana ngalijura huwa no place de dépendance. Aulunga hapa ya journée mondiale de la presse, de la presse. La Madalika Harma, na Buru, le directeur Wahiradio, Wahirida Hamid Swadi Hiram, Asa Huduria Harma Yamaha, Kamdukaya Woi journaliste, Warantish, Woi ancien directeur Wahirida Hura Alwatman, Woi directeur Lanti Mkonge, Ira de Pachanda, Hamid Hiram. wala watumia kwa sababu ya sasa kau berarti saudara kau wapara mina wasabu kau tangkosas kau wafariki almambana kau malikazao amo hai simamzio kau manema hu simoni sarma shinasa yengine kama amo hai mwa shikomori kuendelea na siku kau ezatekelezwa harma kuhutuba amo mbona basi kau muhimu tena ya husu kadala dan barua au mbele au mbele mai wanaona reporter sawa au au kamera au usma au kwa ila matangazo Tanzania Afrika utahuru wale ndio wale wakiroho katika matangazo hata wakizazi desha akuni kwa Tanzania na kwa kwamba hauna wala kwa kuanzia hata mstari wa watangazaji wao wabali wao kwamba watangazaji hao wale shirani na sababu ya sasa ukawa Kenya haki ya Rwanda leo kana hapa bara la Afrika au watangazaji wetu wa harma ya magora na kuna majibu kwa kuka ya mashaka kisha na kwa kuwa hawa ndio katika uhusiano na usalama au kwa sawa ana umahaumu kwa na watangazaji ama aditi na kudanga kwamba ana shida Nahusu mada moja kwa maumu tekelezewe na sheria hapa nchini ya kazi kwa sababu sheria isiendelee hapo maswali basi isiendelee hapa nchini ya kazi namna ya kutangaza habari hapa wakati leo kufanya hauna zao katika kama intelligence artificial wakati kwa usiku wa dunia mkongao ndio hawana za matangazo wasu hapa ngao leo sasa maswali kwa kayangia asili stashia na dhamana watu zaidi katika hawa hizi na kana sijua kwamba ngao ya fanishia na sikitashmani ambayo itaona yashini washindi wasaidia mambo za watangazaji wende washuhudia waone tokeza kwa ibamba ni waione wasiji ikao harama kabala was intelligence artificial presidential pia kwa mzunguko takatifu asante na unaanza kana zokweli hizi ya jengo wakati wa uwezo agar untuk tamu atau di sana sana karena semua orang yang mengenai atau tekereza sahabat naik
na usuka bala wazivuka au ni mjumani wa siku ya leo wone sahuka ani mhaja na rakutumaini huka ani mtangazaji haitwa gendarmerie watu wa manza kama hawana barua ni mhaja na stalabai pamoja na mtangazaji haya siwe awata bana akisema kakao aka hamal bawa kipauti bila shaka ajibelea ye hai surprise kwa akwarma alisizidisha mahakama na habari njema wale sana usaidizi wa mahakama ni rasmi atawamtoa usimamu wa masuala moja ni leregea mwenyewe SMPA wale kwa hiyo katika wasuka na baina wa wajibu zao kisikia kwa masuala moja na jaji asibelewa ile mahakama ndio shiriwe ngechuo chama ndio Tatsayurungu. Lakini wakati huu sikurie watangazaji wa Shimhane Muhammad ni wakomistishati nimesauka watangazaji wa stahiki wafanyakazi wa mwanzike kwa zao kazi yake salama kwa show na umemea ambao ni kusaidia kama na wao mwenyewe ndio wakati na sio best ni kiasi kama leo tunashukuru juhudi za Israeli na Afrika bwana kwa ndio na visa rajao ila simbawa za kama simbawa champion hii ataipana makini unajua amesikia ambazo shombe wao jana mafula kau kutasha katika kazi yake lazima ni hafadhiwe jamani na mtahuka huyu ina hakuna sababu wakati kao ndio huka kwanza ndio mbahina wao makonda pili ama zimetoka solo hususan alma zimbawa za matangazo katika nafsi kao huyu wasiwanambana zero katika uhuru na labda haitana kwa uhuru na nafasi zaidi kwa shina para msanga huko kabla watu ni bidai la kana alma zimbawa za matangazo za serikali wanaona para wanafaida maana toka kila maana ni kwa para maana hapsi kwa natola kusaidia azosha ndendele bila sema raja hadi zipaita zile kila alma zimbawa za matangazo kwa zile hana nchi maana zimbawa za matangazo kwa zile hana kabala wa sector privé so iziona nguvu kabisa na sio nguvu maana wanataka kama zero kwa shirika abataziba kwenye sahara yao hata hautaki itoboa hivi ngalao ndio bila tusikal wakala watu waende mbio atawaambia mtu hivi ataone shwai hapo au bila kuswali wasiwa mpati mahali atakao mtaka na zamani kao wakajaja watabe waona stahamu za kitanga chama nchini ndio apara makamu ya kao basi leo ndio baba ashinde anzaje shwara maana dekal shwara kala para na mbisae au zero ndio maana katikao bola wazi wai hata hapa kwa kufanya hazama zao za serikali ndio nashauri kana wasipane bahati waliwa ndio nashauri na mtu kwanza tusio kwa mimi hivi shara wangu kawashia 1025 wakati kao simama haya para kabla na mfanye hasini ngoja na mfano ani shara wangu ushiku kibisa mfumo hivi ya mweshi hapo sio msao kasipana kata hata ndio nese huka ani huko watangazaji wa pamoja wasesha na usiku na usiku ndio wakati wakao gazeti kuuzie maana usiku ndio menyazi usiku ndio togesa mtende apotoa ni harma toka kwa rasta ikisikana masiasa wote nanda kwa resistana kwa hituka watangaza jikao wa harma baadhi zambawa kwa wasimene hasi kwa wasifanya hata sababu ya kalafu za kinafsi zao kwa wastahau salamu tuone kwa kibishao siku na mamsisho kwa kazwe ndio mbele mbele ama sikao zani sabani harma siku ya leo kwa usiku kama watu huu ndio huko tena ama za husu mkakao kwenye mazufu akao muhimu kwa kusema kwa Namibia ya husu kama en fait waliwapale msomokao unasaidia hasi yao maana wengi washashi wapanafasi kesho na kulikuwa mimi mwamini baba soko ya msafara kwa msafara je suis journaliste j'aimerais être formé à temps et à l'heure donc si kama mtabala utokoso za muhimu maana sio kama utanadai kwa bila pagine kama Spanish hao harma hasi hapo yote haki yote hana cha kutoa lazima sasa bawa
isigulwa nawo kana wanibesana nakao desaka jiwe nguvu neshini pale misomkao ya stake zenara ibaliwa hana kikao jiwa sita ya husu swala kao kwa swala kao yafi hapo fikiri leo ama husirama Abraham msibarama kanga ya husu isi wa mambo watu ale bana Afrika anakinia harma mashaka kwa watu tajwa kwa kutekeleza ya skini ya hiyo kati ya malaki abora tsobenza how say this wali mahakama washinde wapemwe swala ni jamani jana na kao ya wasingi swala kao ndio katika mahakama wa Israel daula kwa Israel hao lione samuka ni kesije malaki Why ya husu ibirokao ya bila bandi sio ibirokao ya bila agency msinginema ngoni ni singinema ndio nikiwe nikesante kao leo nisaidia watangazaji washirika kingia ya mashaka mazito kama ya mambo ya pete nao ana kaje kesi yao prive maana watu njia ya kali au tunasema kufunga hapo leo watangazaji wasema kana sana kuzo mimi wanu usiashi kao bosi sio baida wale usika watu pia wahimdeni tuelini na ushukuria washau ya mashirika yimishi mara sishoba mijimengi watu wampesani kuwabazo au saidia unono watangazaji na mashirika mengi kwa tupata nalo wani ambao pia washukuria awambamba kulimile na wasitoka na sisi shule mbele haja tunaona watu kufu sikamba zikamura usitasmwanzie wao na ushukuria watu wale na kubu hapa imapa kesha kama cha wengi na Mungu ni masikiti kwa ya ukasikia leo ambapo shule watu watangazaji leo ana yuko ya kusindika para watu ili kwenda sababu usimwamia Mungu leo kwa wasimamia ambapo jimena na hii sherehe watu wakati lazima nichini ile maana kila kimia na kwa kimili watu ndio wale wahashikani kustayamba mahali sibesema hena na hii kashike ina nakao desabile makao ya komunikasyon leo kwa komunikasyon pia nimsona na matodo leo kulio hapo hazo pia nilikushiriano sherehe kama ya kana baraka ama Mungu alimlesikia ana sirehema sehasi ya Mungu na kama mpigia shikana na kusikio bali awekesha ya zatu na usaidia na makao chindao na shinde kuke hama ya zatu watu kuku sio anaona mtendo wao hana Okay. Dans Darishilia ina kalima ya Swadruddin Padri, mtangazaji wa Haiba FM, mtangazaji wa RTC. Ani wananyakima wa matamana wa sendika ikao watendea sendika hiyo na haralani huja waliho jezeduni wasifanya walikatiza MTO sante akaya leo ikao watende kamjamishimo watende kamjamishimo mafu kaka mjamishimo watende kamjamishimo mafu amoje na kila mmoja ya Marhaba menji uangalizi wenye uliwangaye Como Reality Chaîne Libre de Comoro Light FM Rekaujihona vano place Haboritu Hanzare de Kourou vano Conseil de l'île Bandia Randisa Mwendo Amani Homo Nasaba Wahitari Hindaro Yame usikumhu wa dunia Nasiri Roha Ranzinda Yavo Moroni Kartala Nasir Roha Ranzinda Yavo Moroni Plus Kartala ukundilia zinyakati ndaziwi uizo utsengelea kabisa vano place vano Conseil de l'île enfin mbahani baikao leo mwishi ya zeduskur baikao zedukuru lavano raisi wa hisindika bila shaka huwasuli kabisa yemadhaman huwasuli kabisa yemadhamana wa hisindika na chengo jinjili renge funvuvano hususan wanzani wahe watangazaji wanzani wahe zimbawa za kimatangazo hawajau warenge funvu holi usiku walewelo haba no wastahamilifu watu wanzani wahe zimbawa za kimatangazo baika ulewo domvidungao zinyakati lezi demanda ya hangu ya mwiso kama vya sina hiyo kamili ya ukaya wa kuzao walikuza alafu ndio maana raone afdal
ya ukaya ende yike rais wa hatu zamani mwanamsho hatu ndiki Faiza Suleisu estishadainu ndike bakitana impicha na hahe no akali zahe zijao na nisambika yino lojwa ukaya hasimushwa chakazaji hasa wa hesendika amage mama sababu wa kuja Olá, presidente. No press livre, nos combaia mais jornalista da. No combaia, rena muito do nosso programa, rena muito do Kawin Hatta Kete, na muito de Luísa e Wanai Comai. Essa já release da minha adresse, a pessoa que está assim na minha mansão da minha jornalista. Ao caia que está armado em Sofia, vende sta proprio che occasione di onore Amara saya presidentar au simohe kono ja utakabati. Nesse Idris, Mzewatu Idris rais zamani wa hii komite baore joja ya stakabadishe yestishadaimu mkonjima mwananyasi anjuza akuhe kao wende aka vice president wa he sendika ya Tedebani. Nesse Idris wa sima kwa mwazani wa